guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwanza kuna sura hii, mambo ni Haika na ninapost videos hapa YouTube kila wiki. Okay, katika video hii nitawaelekezeni ama nitawaambieni ama nitawajuzeni jinsi ya kutumia ama namna unaweza ukatumia blender lako jikoni kwako kukusaidia katika mapishi ama katika kazi zako za upikaji jikoni. Kwa kwanza unaweza ukatumia blender yako kutengeneza keki. Yes, kutengeneza ule mchanganyiko wa keki unaweza ukatumia blender lako. Pili, unaweza ukatumia blender yako kutengenezea ice cream. Ni video ambayo nimeshawahi kuionyesha hapa katika channel yangu. Naweza nikawekeni link hapa juu ama chini kwenye description box namna kutengeneza ice cream kwa kutumia blender lako nyumbani. Ya tatu, unaweza ukatumia blender lako kutengeneza vitumbua, mchanganyiko wa vibibi, unaweza ukatumia kutengenezea uji wa mchele. Video zote hizo nimejitahidi sana, ziko katika channel, kwa hiyo ni wewe tu kuziangalia. Lakini unaweza ukatumia blender yako instead kwenda kusaga labda sehemu ya mashineni, unaweza ukatumia blender lako kusaga ule mchanganyiko wa vitumbua ama wa vibibi ama wa uji wa mchele, kusaga sasa ule mchele na mchanganyiko wenyewe kwa ujumla, unaweza ukatumia blender lako. Kitu kingine ambacho tunajua wote kwa pamoja, juice. Juice. Kwa nini blender lako linakaa tu hapo linakusanya vumbi? Unaweza ukatumia blender lako kusaga matunda kwa ajili ya kutengenezea juice. Na tukiongelea juice pia ningependa kuambia unaweza kutumia kutengenezea smoothie. Nadhani wote hapo tunajua kwamba unaweza ukasaga matunda, yale matunda yenyewe uweze kupata smoothie kwa kutumia blender yako. Hapo naongezea unaweza ukatumia kutengenezea slushy. Yes, slushy nimeshawahi kuonyesheni katika hii channel, ni wewe tu kwenda kuangalia. Unaweza kutumia blender yako kutengenezea slushy. Kitu kingine ambacho unaweza ukatengeneza kwa kutumia blender lako ni kusaga kisamvu. Yes, unaweza ukasaga kisamvu. Mimi sipendelei sana kusaga kisamvu, na kuna technique ya namna ya kutumia blender kusaga kisamvu chako. Usikisage sana kilainike kabisa kiwe kama chakula cha mtoto ama kiwe kama smoothie. Hapana, kuna namna unatakiwa usage kisilainike sana, kiwe kama kimetwanga. Lakini kama huna mtwangio, unaweza ukachuma na unaona kisamvu kiko hapo nje, unaweza ukatumia blender lako kusagia kisamvu. Kitu kingine ambacho mimi kinanisaidia sana na ninachofanya, kusaga chakula cha mtoto, especially mtoto akiwa amefika ndo anaanza kula vile, unahitaji ile puree, yani ule mchanganyiko wa mlaini. Unaweza kutumia blender lako instead ya kuweka kwenye chujio, kutumia chujio ile, kwa sababu unaweza ukatoa nutrients, ukajikuta unatoa nutrients muhimu ama zile fiber. Unaweza kutumia blender lako kusaga kabisa kila kitu, kisajike kabisa virutubisho vyote, kwa mtoto wako akiwa anakula kile chakula awe anakula virutubisho vyote kwa pamoja. Kitu kingine hapo, viungo vikavu kama viungo vya chai, viungo vya pilau, kusaga labda mbegu kama mbegu zile za maboga zile kavu, unaweza ukatumia blender lako kusaga karanga ili kupata ile spice ambazo zinatumika sana sana kwenye kupikia makande ya magetheri. Ile karanga unaweza kutumia blender lako kusagia. Hapa kwenye karanga tunaingizia, unaweza kutumia blender lako kutengenezea kashata kwa ajili ya kusaga yule mchanganyiko wa karanga, kutengenezea kashata. Unaweza kutumia blender kusagia zile karanga baada ya kuzikaanga. Hapo kwenye kashata tutaingilia kwenye peanut butter. Unaweza kutumia blender lako kama lina nguvu zaidi kutengenezea peanut butter. Sio kashata, kutengenezea peanut butter, ile siagi ya karanga. Kitu kingine ni nyanya. Yes, nyanya ndo iloleta idea hii nzima baada ya kuona ile audio from TikTok ya Muchina. Yes, I like him, ni radio presenter, I really love him. Anyways, nyanya unaweza kutumia na blender yako kusaga nyanya kwa ajili ya mapishi mbalimbali. Yaani kuleta ile nyanya usikae muda mrefu kwenye kuiva, na pia kuleta rojo zuri kwenye chakula. Unaweza kutumia blender lako kusagia nyanya jikoni. Hapo kwenye nyanya tutaingia kwenye pilipili. Kama wewe ni mpenzi wa pilipili, unaweza kutumia blender lako kutengenezea pilipili mbalimbali. Hapo paste kama garlic paste ama ginger paste ama ginger and garlic paste ama green seasoning, hizi green paste ambazo zote pia zipo katika channel yangu. Unaweza kutumia blender lako kuzitengenezea.
Kitu kingine unaweza kutumia fanya na blender lako ni kutengeneza nyama ya kusaga nyama. Blender inakuwaga ukinunua hizo blender za sasa hivi zinakuwaga zina partition. Okay? Kuna vile vidogo kinakuwaga viko tofauti. Kuna ambayo imeandikwa minced, minced kama ukiona navyo, na uko viungo vikavu, nyingine imeandikwa minced. Minced sana sana ni ya nyama, kwa ajili ya kusaga nyama. Kwa hiyo unaweza kuitumia kusaga nyama. Kama unataka nyama ya kusaga tu kula, unataka nyama ya kusaga kwa ajili ya sambusa, unaweza ukaitumia hiyo. Kitu kingine ni kutengenezea chapati za maji, ule mchanganyiko wa chapati za maji. Kama unaona shida kuchanganya ama huna hand mixer lakini una blender, unaweza ukatumia hiyo blender kutengenezea ule mchanganyiko wa chapati za maji. So guys, asante sana kwa kuangalia video hii. Hivyo ndio vitu 15 na zaidi ambazo unaweza ukafanya kwa kutumia blender lako kukupunguzia wewe kazi ama kukurahisishia kazi jikoni kwako. Kama una kitu kingine unapenda kuongezea, unaweza ukacomment hapo chini kwenye comment section, ningependa kujua. Kama umefika mpaka hapa kwenye hii video, usisahau ku like. Kama kawaida, mimi na nyie tutakutana tena siku nyingine. Bye.